Kwa hiyo kaambiwa kuna kazi ya kusimamia misaada. Kusimamia misaada Kwenye zahanati. Kwenye zahanati. Yeah. Baada ya kufika ndo nikafika hapo sasa, nikasema kwamba hapa ndo natakiwa napewa mafunzo ili kwa ajili ya kusimamia hizo misaada hizo. Yaani nilifika hapa ndo ikawa sasa kwamba hapa kazi ninazofanya hapa yaani biashara ya mitandao. Biashara ya mitandao. Yeah, ambayo unaifanya kwa njia ya mtandao ndo nani unakuwa unapata sasa. Yes. Haya, huyu maskini ya Mungu kaambiwa anakuja kufanya nini? Kutoa misaada kwenye hospitali. Hau ni msaada anakuja kutoa hospitali hapa. Mnatumia mpaka udanganyifu, manake mnawalaghai ili aweze kushawishika na yeye aje. Msifanye hivyo. Na hii kitu ya kuwapigia simu ndo mbaya. Mbaya kwa sababu nyinyi mnawashawishi, mnatumia ushawishi. Hao wote ukiangalia wengi wamepigiwa kuja hapa. Sisi mamlaka ya wilaya hatutaki hii biashara kwenye eneo letu hapa. Kwa sababu ni biashara inayoleta hatarishi kwa vijana wetu. Leo mnakaa vijana watu 4 kwenye chumba kimoja, vijana wa kiume. Dunia si mnaisikia sasa hivi ambavyo imeharibika. Mambo ya ulawiti yako huko. Sasa wako vijana wao umezoea kulala nyumbani kwenu 4. Mnalala 4 nyumbani nini? Sasa hapa wanakuja mnawafundisha tabia gani? Hatulitaki, na kuanzia sasa tukiondoka hapa mtawanyike kurudi nyumbani kwenu mlikotoka. Ile leseni tutamwelekeza mkurugenzi afute hii. Ile leseni imetolewa na halmashauri yetu, ifutwe ile leseni hapa mara moja mkurugenzi. Sio lazima kila biashara ni biashara, hapana. Halmashauri zinatoa mikopo kule. Jiungeni. Kuna mmoja nimemuuliza hapa ananiambia amesoma business administration. Tafuta vijana wenzako 5, jiunge nao. Mama Samia anatoa mikopo hii, si mnapata taarifa? Halmashauri zinatoa hizi fedha zipo. Jiungeni watu 5, tengenezeni wazo biashara, andikeni maandiko, sajili kikundi chenu, kaombeni mkopo. Tumeelekeza wale wahusika kwamba wahakikishe wanawarudishia fedha zao. Kuna wengine wametoa 1,500,000 kwa ajili ya malazi na chakula. Sasa kama anatakiwa kurudi, manake anapaswa arudishiwe fedha yake, arudi alikotoka. Kwa hivyo tumeelekeza mtendaji na polisi kata kwenye eneo husika wasimamie kuhakikisha yule aliyotoa fedha arudishiwe fedha yake na aweze kuondoka mara moja ndani ya siku 3 tulizozitoa, na tutafuatilia.